msikilizaji, kama nilivyokuwa nimekujuza kwenye gumzo, tunaangazia nchi ya Mali ambayo imetangaza kuwa raia wa Marekani wanaotembelea nchi ya Afrika Magharibi watahitajika kutuma malipo ya dhamana au bondi ya hadi dola 10,000 kwa visa ya biashara au utalii, kujibu hitaji kama hilo ambalo utawala wa Trump umeweka kwa raia wake. Sasa nimezungumza na Shaban Mwalimu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na Beverly Ochieng ambaye ni mchambuzi wa masuala ya magharibi mwa Afrika, anayeanza kwa kuelezea ni kwa nini Mali imechukua hatua hiyo. Kulingana na serikali, Mali na tunafuata kanuni ya urudishaji wema, yani reciprocity. Kwa hivyo kile ambacho Marekani inawekea itajibu vivyo hivyo. Kimsingi hii inaashiria mtazamo wa uhuru wa serikali ya kijeshi kwa sasa, ambayo inalenga kudhibitisha kile inachokiita mamlaka ya heshima yake juu ya sera, yani sovereignty, jinsi raia wake wanavyoshughulikiwa na jinsi inavyohusiana na nchi za magharibi. Hii haimaanishi kwamba limefunga mlango wa ushirikiano. Kwa kweli, mwezi wa Julai na Agosti, Mali ilipokea ujumbe kutoka Marekani katika mchakato wa kuanzisha tena uhusiano wa usalama, na pia ilianza tena shughuli kwenye mgodi ulio kusini kwa ushirikiano wa kampuni ya Amerikana. Lakini hata hivyo, haya yanafanyika kwa masharti ambayo Mali na pia viongozi wengi wa Kiafrika wanaita win-win partnerships. Nikija kwako Shaban Mwalimu, hili unalichukulia vipi ikiwa kwamba mwezi Julai maafisa wa Marekani walizuru nchi hiyo kujadili ushirikiano dhidi ya ugaidi na vilevile masuala ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuweza kupata madini, lakini sasa tunaona hili likifanyika? Hili unalielezea vipi? Serikali ya Mali imetoa maamuzi haya, kama kwa Kiingereza sema hiyo tit for tat, ambalo kimaoni yangu nahisi kwamba ni kupaza sauti kutoridhika kwa Mali na hata katika bara la Afrika zima kuhusiana na sera ambazo ni kama zina ubabe hivi za Marekani. Nikisalia kwako Bwana Shaban, kufuatia hayo, je, mataifa ya ukanda huu yajipange vipi, kwani tayari Trump amedokeza kuchukua hatua hizo za masharti ya dhamana kwa raia wa nchi kama Tanzania kuanzia tarehe 23 mwezi huu Oktoba? Kuna athari itatokea katika bara hili letu la Afrika. Athari ya kwanza ni ya kiuchumi, ambayo bila shaka bara letu la Afrika bado leo uchumi wao wanautegemeza sana na mataifa kama ya kimagharibi, yani hususan Marekani. Hivi sasa zile pesa ambazo zinatiririka kutoka kwa wale raia wa Afrika wanaoishi ughaibuni zitaathirika vibaya sana kwa haya mambo ya kuwekewa hizi vikwazo vya usafiri na kwazo dhamana ya visa. Ukumbuka kwamba Afrika pia hujipigia debe, na hii ni hatari kwamba ile akiba ya kigeni iweze kuongezeka kiwango chake ni kuruhusu dola ije sana katika mataifa kama haya. Sasa marufuku ama masharti kama haya, itabidi wale raia ambao ni wa Afrika wanakwenda Marekani waweze kupungua kiidadi, na hii itaakisi kupungua vile vile ile mtiririko wa pesa za kigeni katika bara la Afrika, ambalo hili pia kiuchumi litaleta athari kudhoofisha sarafu nyingi za bara la Afrika, ikiwemo sarafu ya franka ambayo Mali inatumia. Kija kwako Beverly, sasa mbinu gani zinafaa kutumika kukabiliana na hilo? Ni kulipiza kisasi kama Mali au kufuatilia kimya kimya kidiplomasia kama mataifa mengine yalivyoamua kwenda kwa mkondo huo? Haijaelekana kama Mali itatafuta njia za kidiplomasia, lakini tumeona kumekuwa na malipo mbalimbali. Kama Chad ilikuwa na jibu nguvu sana dhidi vikwazo vya visa vya Marekani na kusema kwamba Wamarekani pia wamezuiliwa kutembelea nchi hiyo. Niger pia ilianzisha vikwazo baada ya vikwazo kutokana na visa za Schengen kwa wananchi wa Niger. Burkina Faso ilikataa kupotea wahamiaji haramu kutoka Marekani hata baada ya Rwanda, Eswatini, Sudan Kusini na Ghana kupokea wahamiaji. Somalia tuliona iliamua kuimarisha usalama wa kupata vitambulisho kulingana na matarajio ya Marekani. Kutakuwa na majibu mbalimbali kulingana na uhusiano wa kila nchi na Marekani, baadhi ya kuchagua sera za uhuru, wakati wengine watakuwa tayari zaidi kukabiliana na mahitaji ya Marekani ili kudumisha uhusiano ya kiuchumi na kidiplomasia. Kija kwako Bwana Shaban, kama mlivyosema hapo awali, tatizo lilianza na wahamiaji wasio na vibali kule Marekani, lakini sasa masharti yanaendelea kuwa magumu kwa hata wanaotaka kwenda Marekani kihalali. Athari gani za kijamii na kiuchumi zinaweza kujitokeza kwa taifa kubwa kama Marekani?
Tokea karne ya 17 katika historia ya Marekani ni kwamba wahamiaji wamekuwa na dori muhimu sana katika ujenzi wa uchumi na hata vile miundombinu. Ukiangalia historia ya ujenzi wa jiji la New York limejengwa sana na wahamiaji. Wanasema takriban 55% ya makampuni mengi ya teknolojia ya juu yanategemea sana wahamiaji. Tunazungumzia matajiri kama mfano Elon Musk ambaye yeye si raia wa Marekani bali ana uraia wa Marekani, lakini pia amechangia pakubwa sana katika kuenea kampuni yake, na vile vile Google na Microsoft. Hizi ni kampuni ambazo zinatajwa kwamba zimechangiwa ufanisi wake mkubwa na uhamiaji. Kumbuke kwamba asilimia kubwa sana pia ya labor force ama ile nguvu kazi Marekani wahamiaji. Kwa hivyo bila shaka uchumi wa Marekani utasinyaa kiasi fulani. Kija kwako Beverly, tukimalizia, hata hivyo hili ni funzo kwa mataifa ya Kiafrika, haswa raia wanaojaribu kuondoka kwa sababu za kiuchumi, kivita au shida zinginezo. Serikali za Kiafrika zinahitaji kufanyaje ili raia wao wanaposafiri wasafiri kwa hadhi na heshima inayostahiki, kama vile wao wanavyopokea wageni kutoka sehemu mbalimbali na kujihisi wamekaribishwa vyema na wako nyumbani kama tunavyosema? Cha kushangaza na kuanza ni kutoka baadhi ya takwimu zilizochapishwa wiki chache zilizopita ni kwamba raia wa Afrika hawako miongoni mwa wengi wanaongeza muda wao wa visa, lakini wanakabiliwa na hatua kali za adhabu kuliko wageni wengine. Hata hivyo, ni muhimu kwa raia kujua kwa nini na jinsi wanavyokusudia kusafiri ili kupewa nyaraka sahihi na serikali. Serikali za Afrika pekee haziwezi kuzuia uhamiaji, lakini zinaweza kutoa motisha za kijamii na kiuchumi zinazopunguza uhamiaji wa kihalali na shida kama ya brain drain. Nchi kama Senegal hapa imeingia katika mkataba rasmi na baadhi ya serikali za Ulaya kama Spain ili wafanyikazi wanaweza kuenda kufanya kazi huko kwa muda mfupi, sekta ya kilimo, hivyo kuwapa njia ya kuwa wanafaidika. Lakini hata hivyo hili pekee haiwezi kutatua msaada ya masuala ya uhamiaji wa uhalali, kwa sababu na migogoro, ukosefu wa ajira ambavyo yanahitaji kutatuliwa ndani na nchi za Afrika. Kumekuweko na kwamba bara la Afrika limekuwa likiwapokea hawa wageni na hakuna rekodi mbaya hivyo jinsi Afrika inavyoamiliana na hawa wahamiaji, lakini kumekuweko na wasiwasi mkubwa sana katika wahamiaji hususan wa bara la Afrika na Mashariki ya Kati, hususan alipokuja Trump na hivi sasa na sera hii ambayo si sera tu peke yake bali ni kadhia muhimu ya kisiasa inayojadiliwa hivi sasa. Kumekuweko na ati sana katika upokeaji na kule kuamiliana na wale wa Afrika ambao wapo katika maeneo ya Marekani, na kama alivyosema dada yangu kwamba kuna tatizo pia la kwamba wengi wamekuwa zile visa zao zikimalizika muda na bado wanakaa pale. Kwa hivyo pia nadhani ni funzo kwa Afrika, labda lijenge mazingira rafiki ya kuweza kuhakikisha kwamba uhamiaji pia nao unasitishwa kiasi fulani, ili kwamba chumi labda hizi za Afrika ziweze kujiimarisha ili ziweze kuzuia uhamiaji kama huu. Naam, hawa ni wachambuzi Shaban Mwalim na Beverly Ochink.